Taarifa zilizokuwa zimetufikia asubuhi ya leo ni kwamba afisa habari wa timu ya Young Africans au maarufu kama Yanga Sports Club alikamatwa na kuwekwa mahabusu kutokana na tuhuma za kutoa kauli zisizo nzuri kwa viongozi wa serikali. Huko mkoani Tabora ambapo jana walikuwa na mechi na Tabora United. Sasa hii ni habari ambayo ilitoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora RPC Richard Abwao. Yeye alithibitisha kwa kusema kuwa namnukuu alichokisema, "Nathibitisha tunamshikilia msemaji wa Yanga Ali Kamwe. Tunashukuru kwa kutoa kauli tunamshutumu kwa kutoa kauli mbaya dhidi ya viongozi wa serikali. Tunaendelea na mahojiano naye na tutatoa taarifa." Ikumbukwe kwamba timu ya Yanga ilikuwa Tabora pale siku ya April 2 mwaka huu 2025, na hii yote ni kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu uliochezwa dhidi ya Tabora United, ambapo Yanga wao walishinda goli 3-0, yani 3-0, ambapo kabla ya mchezo Ali Kamwe alitoa kauli ya kwamba alitoa kauli kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, ambaye aliahidi shilingi milioni 60 kwa Tabora wakiifunga Yanga. Sasa taarifa mpya ni kwamba Ali Kamwe tayari ametolewa, yupo huru, na hii ni taarifa nzuri nafikiri kwa watu wote ambao walikuwa wanajiuliza sasa ni nini ambacho kimetokea, ni nini tena hii. Sasa afisa habari wa Young Africans Yanga Ali Kamwe ameachiwa kwa dhamana baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi, kama ilivyothibitishwa na RPC Richard Abwao baada ya kumuita kwa mahojiano maalum. Inaelezwa kuwa Ali Kamwe amepewa onyo na kufikia makubaliano na jeshi la polisi, na sasa yupo huru kwa dhamana, ila anatakiwa kuripoti April 21 mwaka 2025, yani siku moja baada ya Pasaka. Ali Kamwe alitupa wasiwasi bana, mpaka watu huko mtaani tukaanza Ali vipi bana, mbona hivyo? Na kauli za Ali bana mara kadhaa zimekuwa zikimponza. Kama unakumbuka kauli nyingine alitoa kwa kocha ambaye alikuwa anashikilia, kocha wa Simba kipindi kile, mpaka akasema ukipewa mtu fulani na maandazi atachagua maandazi. So kauli zake mara kadhaa zimekuwa zikimponza, lakini habari njema ni kwamba amepatiwa dhamana na atatakiwa kurudi tena mpaka April 21. Niliona barua ya wazi ya Haji Manara kwa mkuu wa mkoa wa Tabora. All in all, he's fine now, right? Anyways, hiyo ndio habari